Day 2 News. We enlighten the dark side. Hapa ni Day 2 News, karibu tukupe update juu ya kile ambacho kinaendelea kuhusu kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Tundu Lissu. Kesi hii imeanza rasmi na taarifa ikufikia kwamba viongozi na makada wa Chadema wametoka kwenye chumba cha mahakama wakigomea kile walichokidai kuwa manyanyaso wanayofanyiwa baadhi ya wanachama wao na maafisa wa jeshi la polisi wanapofika mahakamani hapo. Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Mnyika, akizungumza amesema kuanzia mapema asubuhi ya leo mamia ya wanachama wao wamezuiliwa na polisi kuingia mahakamani, wakielezwa kuwa chumba cha mahakama namba 1 ambacho kesi ya Lissu inafanyika kimejaa. Hata hivyo, Mnyika amedai kuwa jambo hilo halina uhalisia kwa kuwa chumba hicho hakijajaa, na kwamba hata watu waliokuwepo kwenye chumba hicho wengi wao amedai kuwa ni askari waliovaa kiraia. Kufuatia hilo, imeelezwa kuwa licha ya viongozi na makada wao kugomea kesi hiyo, lakini bado wataendelea kubaki kwenye viunga vya Mahakama Kuu ya Tanzania, masijala ndogo ya Dar es Salaam, lakini si kwenye chumba namba 1 ambacho kesi ya Lissu inaendelea, ili kuona hatua za mwisho zitafikiwaje, kwa kuwa kwa sasa viongozi wa Chadema wakiongozwa na naibu katibu mkuu Tanzania Bara Amani Golugwa wanaendelea na jitihada za kuwasiliana na uongozi wa mahakama kwa hatua zaidi. Sambamba na hilo, kupitia kwa mawakili wanaomsaidia Tundu Lissu wamemfikishia taarifa hiyo mshtakiwa mwenyewe, ili kabla ya kuendelea na ratiba yote iliyoko mbele yake aelewe hilo mahakamani, ambapo sasa mara baada ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kufikishiwa hiyo taarifa na mara baada ya majaji kuingia kwenye chumba namba 1 cha mahakama kwa ajili ya kusikiliza kesi hiyo, Lissu akawaeleza majaji hao kuwa alipoingia kwenye chumba cha mahakama hajawakuta wafuasi wake, na kwamba amepata taarifa kuwa wamegoma kutokana na baadhi ya wanachama wenzao kuzuiliwa kuingia mahakamani na maafisa wa jeshi la polisi wanaotekeleza amri ya ZCO. Kutokana na hoja hiyo, Lissu ameomba mahakama kutoa mwongozo wake wa haraka na kuhoji inawezekanaje ZCO amewafukuza watu mahakamani na mahakama iko kimya. Pia amesema majaji pekee ndio wenye mamlaka ya kutoa amri yoyote mahakamani. Sasa inawezekanaje mtu mwingine anatoa amri ndani ya viunga vya mahakama, amri ambazo pia zinakinzana na sheria na taratibu? Baada ya kuwasilisha hoja hiyo, Lissu alieleza mahakama kuwa hawezi kuendelea na kesi hadi swala hilo litolewe mwongozo na mahakama, na kwamba hadi wafuasi wake waruhusiwe kuingia mahakamani. Baada ya kuwasilisha kwa hoja hiyo, wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga ameiomba mahakama kuendelea na ratiba ya usikilizaji wa kesi kutokana na kwamba swala analowasilishwa Lissu halina uhalisia. Lakini pia Katuga amesema wafuasi hao waliokuwepo kwenye chumba cha mahakama na wametoka muda mfupi kabla ya kesi kwanza. Sambamba na hilo, wakili Katuga amesema baadhi ya watu wako mahakamani na wanasikiliza kesi bila kikwazo. Hata hivyo, watu hao Chadema wanadai si wanachama wao bali ni askari waliovaa kiraia. Ikumbukwe kuwa katika uwasilishwaji wa hoja yake, Lissu alibainisha kuwa kesi hiyo ni ya wazi na kwamba kinachofanyika sasa hakina uhalisia wa uwazi wa mahakama. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru wanaosikiliza kesi hiyo wameahirisha kesi hiyo kwa muda hadi saa 5 za asubuhi saa za Afrika Mashariki. Fosta kupa updates pia, lakini tukasema tukupenyezee hiki ambacho kinaendelea mahakamani kwenye kesi ya Lissu. Sasa amezungumza John Mnyika, ambapo yeye amezungumza kutoka Mahakama Kuu ya Dar es Salaam. Anasema nini juu ya hili wao kama Chadema? Huyu hapa John Mnyika akizungumza. Demokrasia na uhuru wa watu kwa watu kupigwa kwa kuja tu mahakamani, na kati ya waliopigwa ambaye alipigiwa ndani ya eneo la mahakama, eneo hili hapa, alikuwa ni wakili wa Mahakama Kuu Mheshimiwa Deodatus Mahinyila, ambaye vile vile ni kiongozi wa Bavicha wa Chadema. Leo tulipofika vile vile hali imeendelea kuwa tete, kwa maana ya mahakama kuwekwa kama vile iko gerezani. Takuwa mmeshuhudia namna ambavyo polisi wametanda, sio tu eneo la mahakama nje hapa mlangoni, bali kuanzia barabarani uko kwenye barabara zinazokuja eneo la mahakama. Na polisi wanafanya kazi isiyokuwa ya kwao ya kuambia watu kwamba mahakama ndani imejaa, kwa hiyo warudi nyumbani. Kwa hiyo wanaondolewa warudi nyumbani, na ndani ya mahakama yenyewe kuna nafasi ziko wazi za watu kukaa,
lakini vile vile kuna watu waliojaa mule ambao sisi tukiwaangalia kwa sura na wanachama wetu wakiwaangalia wanasema kuna askari wamejazwa kule wakiwa na nguo za kiraia kule mahakamani. Sasa tumewaita kuwajulisha mambo mawili au matatu kutokana na hali hiyo. La kwanza, sisi viongozi pamoja na wanachama na wapenzi wa haki na demokrasia tuliokuwa ndani ya mahakama tumeamua kutoka mahakamani ili kutuma ujumbe kama vyombo vya dola vimeamua kuiendesha kesi gizani, basi waiendeshe gizani. Kwa tumetoka ndani ya chumba cha mahakama. La pili, pamoja na kutoka kwetu, tumefanya mawasiliano, tumetuma timu ya uongozi ikiongozwa na naibu katibu mkuu bara kwenda kuonana na utawala wa mahakama ili kuwaeleza haya yanayoendelea kwa mara nyingine tena. Tuliwaeleza jana, tumewaeleza leo asubuhi, kuwaeleza tena kwa mara nyingine juu ya yanayoendelea. Mrejesho niliopewa ni kwamba maafisa wa mahakama wamesema watashuka hapa chini ili kuwazungumza na askari polisi kuruhusu watu kuingia. Day 2 News. We enlighten the dark side.